Profesa Haji Semboja. Yeye ni anatoka ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam akiwa kwenye hiyo idara ya uchumi. Profesa Haji, tunaomba kwanza utueleweshe kuhusu hii dhana nzima ya kuongeza ushuru, na inahusu mataifa gani hasa profesa? Kwanza ushuru ni moja ya instrument ambayo mara nyingi sana serikali wanazitumia kama kuongeza mapato ya nchi yao, hasa mapato ya serikali katika matumizi. Kama vile Tanzania sisi wenyewe tunatoza ushuru katika mipaka, bandarini, bidhaa zote zinazotoka nje za nchi yetu, na wakati mwingine hata bidhaa tunazozipeleka nchi za nje zinatozwa aina ushuru. Kwa hiyo kuna aina mbalimbali za ushuru, na kila ushuru unakuwa unakuwa na kazi yake, unakuwa na kazi nyingine maalumu katika kuweka. Mmoja ni kusema kuongeza mapato ya serikali na nchi, lakini nyingine, kazi kubwa ya ushuru ni kuweka hali sawa katika mifumo ya kiuchumi na biashara katika baina ya nchi ambayo inayonunua au inayouza bidhaa ama huduma mbalimbali katika nchi. Kwa mfano, mathalan, sisi wao Marekani wana viwanda viko vingi ambavyo vinatengeneza magari, wana soko ambalo la kilimo, wana masoko ya madini, wana masoko ya aina mbalimbali ambayo nchi zingine na zenyewe wanapenda sana wapeleke bidhaa zao, kwa sababu soko la Marekani ni soko kubwa na ni soko ambalo linaweza kutabirika na ni nzuri kibiashara. Sasa kazi nyingine kubwa ni kusema kwamba kama mimi Marekani ninazalisha bidhaa ambazo hizo bidhaa kutokana na maisha ya kwangu na mfumo ya kibiashara, uzalishaji wake unakuwa na gharama fulani. Kwa hiyo mtu mwingine ambaye anaweza akachukua bidhaa zake ambazo uzalishaji wake kwake ni hauna gharama na unakuwa ni unafuu katika kuweza kufikia lile soko la Kimarekani. Kwa bidhaa zile zikiingia kwenye soko la Kimarekani bila kutozwa ushuru, ni kwamba linaweza kabisa kusimamisha ama kuharibu mfumo wa uzalishaji wa zile bidhaa katika kwa mfano kama Uchina sasa hivi wana teknolojia nzuri nyingi tu za kuweza kuzalisha vitu vingi kwa kutumia artificial intelligence, kwa kutumia robots, kwa kutumia vitu vya kisasa, na kwa kutumia material ambazo zilizopatikana katika masoko mbalimbali ambayo wanashirikiana nao. Sasa wao wakichukua magari yao kama magari ya Kichina ambayo sasa hivi wao ndio katika dunia wenye kuzalisha magari mengi, ukiwacha wao wao ndio wana soko kubwa na uwezo mkubwa. Sasa wakipeleka kwenye soko la Kimarekani ambalo pale gharama ni kubwa kutokana na mifumo ya kodi, mifumo ya uzalishaji na mifumo ya maisha, kwa inaweza wakaingiza wakaua soko lile la Kimarekani la magari. Kwa mfano Tesla, chukua mfano mzuri ili muweze kuelewa, sababu kuna magari ya Kichina mazuri ambayo sasa hivi yenyewe yanaweza kushindana na magari ya Kimarekani, Ford Rangers na Tesla na Mustang. Sasa kwa sababu hiyo serikali ya Marekani wanafanya vitu vili. Kwanza, moja, kusema magari kama yale yakiingia basi yatozwe kodi ambayo ya ushuru, na kodi ile ifanane kabisa na kuhakikisha kwamba yule atakayezalisha ndani pale aweze kuwa hana tatizo, kwamba mtu Marekani awe gari la Kichina zuri na gari la Kimarekani zuri, lakini ikiingia kwenye soko yawe na bei sawa. Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa huku Uchina wao sasa itabidi washindane zaidi, na huku Marekani waweze kuhakikisha kwamba kweli na wao watashindana kwenye soko la nchi yao na masoko mengine ya nje ya nchi. Kwa hiyo sasa
chombo hiki hutumika pia kwa kuweza kukinga na kusaidia uzalishaji wa ndani, lakini pia chombo hiki kinaweza kikitumika vibaya zaidi ni kwamba vinaweza kabisa kuzuia uwezekano wa kuweza kusema China waweze kupata tena soko la Marekani, kwa sababu vitafanya vitu vya Kichina, ama kwa mfano vitu vya Canada ama vitu vya Uingereza kwa ni ghali mno kununuliwa katika soko la Kimarekani. Sawa Profesa. Katika kipindi hiki ambapo Marekani imeongeza ushuru, mataifa bado yataendelea kuingiza bidhaa nchini humo au itakuwa vipi? Sasa hilo unajua uzuri moja katika inategemea sana. Kwa mfano China, wao makampuni yao mengi, pamoja na kwamba utaona yamekuwa registered kwamba ni makampuni binafsi, lakini yote ni makampuni ambayo ni ya kiserikali. Kwa hiyo sasa wao wana uwezo wa kuweza kusema kwamba tushushe bei na sisi tushushe gharama za uzalishaji na bado tupeleke na bado tuongeze ubora na uzuri wa magari yetu ili waweze kushindana zaidi na magari ya Kimarekani. Wanaweza, lakini kwa wale mataifa ambayo uwezo wao wa teknolojia ni mdogo na uwezo wao wa kuweza kuhimili kwa muda mrefu soko likibadilika, watashindwa. Sawa. Sisi Tanzania, Profesa, ni mojawapo ya nchi ambao tumeweka ongezeko la 10%. Ningependa kufahamu kwenye ongezeko hili la ushuru, sisi tutaathirika vipi, au dunia nzima athari, yani ipi itakuwa athari ya ongezeko hilo ambalo Trump ameliweka kwa mataifa? Athari mojawapo ni tuseme ni mchafuko wa mahusiano ambao sasa tutaanza kutumia ushuru kama silaha nyingine ya kivita ya kusema kwamba tunapigana sasa, kwamba kwa kuwa wewe Waswahili wanasema kwa kuwa wewe umemwaga mboga na mimi nitamwaga ugali. Unaona, sasa wewe umefanyia hiki na mimi nitakufanyia hiki. Sasa inapokwenda katika sehemu hiyo, ina maana tusio kwamba mahusiano kati ya mataifa makubwa yenye uwezo wa kiteknolojia na kimaendeleo katika masuala ya viwanda, bali sasa mataifa mengine hata ya chini machanga ambayo sasa na sisi tunaweza tukaathirika. Sasa lakini kuathirika kwake kunawezekana kukawa kuna tofauti, kwamba sasa kwa sababu nimelikosa soko la Marekani, basi ngoja niangalie sasa soko la Afrika. Bado nafikiri wa China wao kwa muda mrefu wamekuwa na mbinu hiyo na wamefaulu, kwamba wameingia kwenye soko la Afrika vizuri tu na wapo bichi la titi, na nafikiri hata wewe unaweza kusema kwamba ukienda Kariakoo ama ukienda sehemu yote utakuta sehemu kubwa, asilimia kati ya 60 mpaka 70 ya bidhaa nyingi zinazotumika manyumbani ni either za Kichina ama za Kihindi ama za nchi ambazo za kutoka East Asia, ambazo tayari wameshaondoa tena bidhaa hizo zinazotoka Marekani ama bidhaa zinazotoka Ulaya. Kwa hiyo athari yake inawezekana kwetu sisi ikawa sasa unafuu, kwa kuwa itabidi sasa watafute mbinu na itabidi sasa watafute sehemu ambapo wataweza kuzalisha na kupeleka bidhaa zao, na wakati mwingine mbinu zenyewe zinazohusiana ni kwamba sasa wa China ama hata wa Japani, badala ya kufikiria kuzalisha zile bidhaa katika nchi zao na kuweza kupata lile soko la Marekani, watabidi sasa wahamishe uzalishaji wa zile bidhaa kama magari, kama nguo za vitu vya nyumbani, wakavileta nchi kama vile Kenya, Tanzania ama South Africa ama Nigeria, wakiweza kuvizalisha sasa vikawa vinaonekana vinatoka Nigeria au Kenya au South Africa au Tanzania, na kuweza kutafuta sasa kupata ile soko ambalo liko ndani ya humu, lakini pia katika kontinenti la Afrika, lakini pia wakalipeleka Marekani na katika mifumo mingine. Kwa mfano kama Wachina wanaweza kuja hapa wakana matrekta na vyombo vya kilimo, wakazalisha mazao ya vyakula na wakapeleka katika zile nchi ambazo za Europe, ambao mazao yale yanahitajika na hayalimiki katika nchi.
Sawa, mwisho kabisa Profesa Haji Semboja, wa Marekani wanaathirika na ongezeko hili au ni mataifa haya tu ambayo ni washirika wake kibiashara? Marekani kwa wao watakuwa kwa kupandisha ushuru ni kwamba vile viwanda vya ndani tunasema vinakuwa protected, sasa vinakingwa, vinaweza vikapumua, vikaweza kuzalisha bidhaa zozote wanazozihitaji kwa kutumia teknolojia yao na kupata soko lao ambalo linawatosheleza wenyewe kama wanavyolihitaji. Kwa hiyo bei zikawa either zikashuka chini au zikabaki pale pale bila kupanda juu, na wananchi, viwanda vikiongezeka na ajira zitaongezeka, na kwa maana hiyo na wewe utakuwa na uwezo sasa kuwa na uvumbuzi wa teknolojia na kusema kwamba kama Mchina ameshakuja na 5G na viwanda vinaitwa fourth industry, na wenyewe sasa wakawa na zaidi ya 5G, teknolojia ikaenda katika 6G na artificial intelligence inatumika sasa katika sehemu zote, na wananchi sasa wakawa sasa na uwezo. Maana unajua uzuri wa teknolojia sasa hivi sio tu kumrahisishia binadamu maisha katika utendaji wa kazi, bali pia ni kila mtu sasa kuwa na uwezo wa kupata kipato kikubwa zaidi, kizuri na maisha mazuri, bila kuhangaika sana. Yani badala ya kufanya kazi siku 5 siku 6, wao wanaweza kufanya siku 3 siku 4, badala ya kufanya kazi masaa 8 wakafanya masaa 6, na bado wakapata vipato ambavyo viko vingi vizuri vikubwa kwa wananchi wote, ikiwa tu hawa uchumi wa kibepari ambao na wenyewe utakuwa unaangalia maslahi ya kila mtu pamoja na wafanyakazi na watu na wakulima na wahusika wote katika kutoa huduma katika uchumi wa Kimarekani.